Lakini ndugu zenu waliochukuliwa makambini wenda kupewa mikakati, wanawaambia ndugu zenu wa vikosi kwamba wako pamoja na nyinyi, hawa hawana salama, wao hawafanyi kazi kwa ajili ya ACT Wazalendo. Mwaka huu watakwenda kusimama na Zanzibar yao, watakwenda kusimama na Zanzibar yao, msiwe na wasiwasi. Wao wametangulia kufahamu na wao wako tayari na watatangulia kwenda kuifanya kazi yenu wa Zanzibar. Hizo ndio salamu zetu za kutumwa mjumbe maalum nije niwaambie leo hapa Kisonge. Lakini la pili, naomba salamu nyingine. Tokea tuliposema kwamba ili watu wa nchi hii, na tutaanza na watumishi wa umma, waishi kwa staha kwa kuwapa mshahara angalau wa $1,000,000 kwa mwezi, tumekuwa tukipata maswali mengi kutoka makundi mbalimbali ya wastaafu, wanaopokea pensheni, wafanyakazi wa muungano. Tunachosema na ahadi yetu kwamba tuliposema $1,000,000, hicho ni kigezo cha kupanga mengine yote, na inshallah tunachowaambia kwamba tuna mpango kamambe, kwa sababu hili si suala la namba, si suala la nambari, ni suala la mpango wetu wa kuona kwamba wananchi wetu wanaishi maisha ya staha. Haya yamo ndani ya sera zetu, haya yamo ndani ya ilani yetu, haya yamo katika ahadi yetu kwa Wazanzibari, brand promise. Na ndio maana tunasema katika mipango yetu sisi, hata kama ni watumishi wa muungano, la kwanza watakapofanya kazi Zanzibar, sisi tutahitaji kuwa na vigezo vyao vya kufanya kazi Zanzibar kwa mujibu wa vigezo vyetu vya huduma tunayotaka. Kama ni huduma ya uhamiaji, tutataka huduma ya uhamiaji si kwa mujibu wanavyopanga serikali ya muungano. Tutapanga huduma za uhamiaji, watupe huduma kwa mujibu wa uchumi wetu, mahitaji ya uchumi wetu, mahitaji ya Zanzibar brand. Na kwa sababu hiyo tuko tayari kulipa zaidi ili tupate huduma zinazolingana na Zanzibar brand. Kwa hivyo, na haya inshallah siku nitakayoapishwa watayasikia yote katika hotuba yangu baada ya kuapishwa urais inshallah.